Kama wananchi tunafikiwa kwa ukaribu, lakini vile vile tayari tumekutana nao, kwa migogoro mingi itakwenda kuisha kwa ajili ya ujio wa wanasheria hao. Lakini tumepata vitu vingi pamoja na sheria za migogoro ya ardhi, lakini pia kuna unyanyasaji wa kijinsia. Utakuta watu wengi wanashindwa, labda amenyanyaswa kijinsia, aidha ni mtoto au ni mama, hata kwa baba sasa hivi, lakini hujui kwamba uende wapi kulingana na gharama ambazo labda wilayani kunakuwa mbali. Lakini alichokifanya Mama Samia Suluhu Hassan, kaamua kutusogezea hii huduma karibu, ili wananchi tuweze kutoa malalamiko yetu, naye pia anaweze kufahamu. Tunafahamu hawezi kuzunguka nchi nzima, lakini kwa wawakilishi hawa amewaleta kwetu, tunaamini kwamba tumepata kitu kikubwa sana kwa ajili ya kuweza kujua mambo mbalimbali ya sheria. Kwa siku ya kwanza ya leo imetustua kwa kupendeza sana, kwamba ni jambo jema ambalo mmelileta kufika kwetu, ambavyo tusingepata kwa urahisi namna hiyo. Na ikiwezekana, kama mlivyoahidi, msikuje mkatukatiza ghafla mazungumzo ya kusikiliza mwenyewe yaleta, ili atusaidie. Itatusaidia kutoa migogoro, sio kupunguza. Mimi siahidi ipunguze, itatusaidia kutoa migogoro, itakuwa michache kuja kwenu huko kwenye serikali, kwa sababu lazima hii mmeleta hekima, watu waitambue hekima. Hukumu ndogo ndogo tukate wenyewe. Huyu Mheshimiwa Rais tunamshukuru kushuka mpaka chini kwetu, na kishuka kwa namna hii hata amani itakuwa inawezekana, kwa sababu mtu akikengeuka si tunamjua kwa kusemea, huyu jamaa vipi, anataka kutupeleka wapi? Wosia inakuwa na nguvu ya kisheria baada ya kifo. Ukiwa bado uko hai, unaweza kubadilisha wosia wakati wowote unapofanya nini? Unataka. Ndio maana wengine wanasema utaandika wosia unakufa haraka, sio unaandika wosia unakufa haraka. Wazee wetu walikosoa, wanaandika wosia, wanatoa siri, wale vijana wao wanatafutia namna ile za sumu huko, wanatafuta majambazi ili abaki na nini? Mpaka dunia leo imelogwa, mtoto haoni shida kukua, wewe abaki na mali. Kwa hiyo wosia ni siri yako unayoandika. Unayempa sijue, maana ile si haki yake ukiwa hai. Mke wako asijue wosia wako, naye si ni mrithi? Wosia sio mali ya mke. Ndani asiingia akamjaribu, akaja kuonesha majaribu kwake. Yeye wosia anakutana nalo baada ya kifo chake.